Ukisikia Yesu anaongea juu ya ukombozi, mtu anakombolewa kutoka kwenye uasi ambao umemtengenezea namna ya maisha yaliyosababisha yeye awe koloni la shetani, awe na mifumo ya maisha inayopishana na nguvu za Mungu, awe na mifumo ya maisha inayopishana na uweza wa Mungu. Kwa kuwa amezoea kwenye hiyo mifumo, ni kama vile Israeli wamezoea kukaa Misri, pale wanahitaji kukombolewa. Ukombozi unakuja kukutoa kwenye mifumo iliyokukandamiza. Ndio maana hata nchi fulani unasikiaga nchi imekombolewa, taifa limekombolewa. Limekombolewa kutoka wapi? Unasikia kutoka kwenye ukoloni. Uovu ambao unakutengenezea utembee kwenye aina fulani ya maisha isiyopatana na Mungu. Unafanya biashara ila nje ya njia ya Bwana, unazaa watoto nje ya njia ya Bwana, unaendesha maisha nje ya njia ya Bwana, lakini jamii haikudistabu, inasema haya yamezoeleka. Familia yenu inasema endelea tu, hayana shida. Ule unaitwa uovu. Yesu akatukomboa, halafu akatusamehe na dhambi. Nilikwambia dhambi ni maisha yako sasa, yale ambayo unafanya we mwenyewe, lakini Yesu pia alitusamehe. Sisi tulikuwa na sura ya kutostahili tena. Kwa kama kuna watu wanakwambiaga wewe haustahili, waambie ni kweli, yuko mmoja alinistahilisha, yuko Kristo amenistahilisha.